Marekani sasa yamuonya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu dhidi ya kuwakandamiza wanaharakati kutoka Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa na unapenda masuala ya siasa, hapa ndipo nakumbuka kusubscribe. Serikali ya Marekani imeitaka Tanzania kufanya uchunguzi wa haraka na wa kina zaidi kuhusiana na madai ya ukatili dhidi ya wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki kwa jina Boniface Mwangi kutoka nchi ya Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda, waliodai kunyanyaswa na mamlaka za Tanzania. Kupitia taarifa iliyotolewa na idara ya masuala ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani mnamo Jumamosi Mei 24, taifa hilo lilieleza wasiwasi wake kuhusu mateso na dhulma walizodaiwa kufanyiwa wanaharakati hao wawili walipokuwa nchini Tanzania. Marekani ilisisitiza kuwa haki za binadamu hazipaswi kukiukwa na alisisitiza haja ya kuwajibika kwa wale wote waliohusika katika vitendo hivyo. Tukio hilo limeibua hisia kali kutoka kwa mashirika ya haki za kibinadamu, wanaharakati na raia wa kawaida, huku baadhi wakielekeza lawama kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wakimtuhumu kwa kushindwa kuzuia au kuingilia kati unyanyasaji huo. Taarifa zinasema kuwa Mwangi na Atuhaire walikuwa nchini humo kushuhudia kesi ya wanasiasa upinzani Tundu Lissu aliyekabiliwa na mashtaka ya uhaini kutokana na hotuba aliyotoa mwezi Aprili. Boniface Mwangi alikamatwa na kushikiliwa kwa zaidi ya siku 3 kabla ya kuachiliwa na kusafirishwa kwa njia ya barabara hadi Ukunda nchini Kenya, ambapo familia yake na mawakili walimpokea. Alionekana akiwa katika hali mbaya ya kiafya na picha zilizosambazwa mitandaoni zilionyesha majeraha mwilini na miguuni, huku alilazimika kupelekwa Nairobi kwa matibabu ya dharura. Kwa upande mwingine, Agatha Atuhaire alipatikana katika mpaka wa Matukula kati ya Uganda na Tanzania siku moja tu baada ya Mwangi kuachiliwa. Ripoti kutoka kwa wakili wake James Kamau zinasema kuwa alikuwa katika hali duni na alikuwa amepitia ukatili mkubwa mikononi mwa maafisa wa usalama wa Tanzania. Wanaharakati hao walieleza kuwa walitishiwa kudhalilishwa hadharani endapo wangedhubutu kufichua mateso aliyopitia. Mwangi, akiwa bado katika hali ya kuuguza majeraha, alitoa taarifa kali dhidi ya Rais Samia Suluhu, akiahidi kuanika hadharani unyama waliokumbana nao. Na kufuatia matukio hayo, Marekani imetoa wito kwa mataifa yote Afrika Mashariki kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinalindwa na wale wanaokiuka sheria wawajibishwe ipasavyo. Hali imeibua maswali kuhusu uhuru wa kisiasa na hali ya haki za binadamu katika ukanda huo, huku Tanzania ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa kurekebisha taswira yake.